Uharigani na kukaribisha ndani ya exclusive hapa viwanjani ukiwa nami Beautiful Kanyigo Rosemary Timzo Karugira, na leo hii tunakwenda kuangazia kwa wale ambao ufukuza upepo. Jemedali wetu si mwingine, huyu ni mwanariadha ambaye ametuletea heshima kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania ama Afrika Mashariki na Kati. Si mwingine ni Sergeant nimepatia Staff Sergeant, yes, mradi Staff Sergeant Simbo. Karibu sana. Asante sana, ninashukuru sana. Kama ulivyosema, mimi ni Staff Sergeant wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Yes, JWTZ. Ndio. Nimefurahi kuwa hapa siku ya leo. Karibu sana. Asante sana. Simbo, najua tuna mengi sana ya kuzungumza mimi na wewe. Sawa sawa. Simbo, kabla ya kuanza, majina ya Simbo yanajulikana, yanatoka katika mkoa wa Arusha. Ilikuwaje wewe ni Singida? Maana wengine wanasema Simbo ni mtu wa Arusha, wengine wanasema Simbo ni mtu wa Singida. Mimi ni mzaliwa wa kijiji cha Mampando, wilaya ya Ikungi, mkoa wa Singida. Kwa mimi ni mtu wa Singida. Isipokuwa tu kikazi niko Arusha, na Arusha imekuwa kama center ya mazoezi kwa upande wa riadha. Kwa leo ikitokea mashindano ya taifa, tukisema kila mchezaji akachezea kwenye mkoa wake, nadhani labda watu ambao watachezea mkoa wa Arusha labda ni 2 au 3. Haiwezekani. Kwa sababu watu wengi wametokea Singida, wametokea Manyara, wametokea Kondoa, huko Dodoma, wametokea mikoa mingine. Isipokuwa tu tumeona mazingira rafiki ya kufanyia mazoezi ni Arusha. Yeah. Lakini ukanda wote huu ambao umeutaja Simbo ni ukanda wa wafukuza upepo. Yes. Yaani kwa wanariadha wengi wanatokea eneo hilo. Ndio, wanatokea maeneo haya ambayo nimeyataja. Okay. Lakini sio Arusha. Arusha ni wachache sana. Kwa Arusha ni wale tuseme, kwa sababu wilaya ya Karatu siko mkoa wa Arusha. Kwa hiyo utakuta ndio kwa Arusha. Hapo center kama mpakani. Karatu ni wale wa Manyara wale sema. Simbo, najua wengi kwa maana ya kwako mtazamaji una kiu sana ya kuweza kujua ili kuwaje huko alipokuwa Tokyo, kwa maana nchini Japan, lakini tunakwenda taratibu na huko tutafika. Simbo, wanariadha wengi ama wana michezo karibu yote wao wanaibuliwa kutoka mashuleni. Vipi kwa upande wako, kipaji kilianza kuonekana shule? Hata kwa upande wangu kwa kiasi kidogo sana kilianza kuonekana shuleni, nilipokuwa shule ya msingi kidogo. Kuna mwalimu wangu mmoja ambaye namuappreciate sana, anaitwa Juma Madai Jambau. Yeye ni mwalimu wa shule ya msingi Lirwa kule Singida, ambao ni baada ya kijiji chao ni kijiji chetu cha Mampando. Kwa yule mwalimu amesaidia wachezaji wengi hasa wa riadha. Kipindi kile akiona una kipaji, anakufuatilia, anaanza kaandika barua, akiona barua itoshe hajajibiwa. Kwa sababu kipindi kile mambo ya simu unajua kijijini ichelewa sana. Kwa anakufuatia, anakuja mpaka kwenu kukushawishi. Kwa wakati mwingine atushawishi, tunaenda kwake pale shule ya msingi leo, tunafanya mazoezi, tunaenda mashindano ya watoto wa vijana, tunashiriki. Kwa alikuwa anatutia moyo na kutushauri. Kwa kufikia mpaka hapa mimi nilipo, kweli msingi wake ulijengwa na yeye, Mwalimu Jambao. Mahamudu Binisberi yeye huendesha mara nyingi kipindi chake cha sports ambacho ni kila siku ya Jumapili saa 2:30 mpaka hapo majira ya saa 4:30. Lakini pia utamkuta kwenye upande wa michezo kwenye kipindi cha adhuhuri pamoja na alasiri ambacho ni kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Moja ya swali lake kwako ambalo angetamani kujua, ameniambia hili bwana, uliona wakati tulipoingia siku ile live, alisema usisahau kumuuliza hivi. Wakati unaanza kukimbia, naamini ulikuwa unakimbia peku, si ndio? Ninakumbuka kuna mashindano fulani yaliyofanyika Babati. Mashindano yale nilikimbiaga peku. Na hata kuna mashindano fulani madogo ambayo yalifanyika mkoa wa Singida. Pengine tunakimbia peku. Kwa hiyo Babati siku ile nakumbuka ile njia ilikuwa na mchanganyiko wa rough road na lami. Kwa hiyo ile tunakimbia kilomita 5. Kwa kweli nilikimbia zile rough road, ilikuwa ni afadhali. Wewe kwenye lami, hasa lami ilikuwa inakanyagia na mguu. Kweli ilikuwa inachoma sana, lakini ndani ya moto. Ya moto. Kwa ilikuwa ni sehemu tu ya maisha kupita. Ili kufikia ngazi hii. Kwa kweli niliwahi kukimbia kwa peku muda mrefu. Kwa sababu kipindi kile kwanza vifaa vya kufanya mazoezi, viatu utapata wapi? Kwa ilikuwa ni ngumu. Kwa ilikuwa ni sehemu ya maisha. Najua kitaka maisha ufikie sehemu fulani, lakini utapita kwenye milima na mabonde. Ndio ilikuwa namna hiyo.
Nani alikupa kiatu cha kwanza ambacho unasema hiki ndo nikipiga kiatu changu na nikaanzia hapa maisha? Kwanza kipindi kile mimi baada ya kumaliza msingi nikapata scholarship ya kuja Arusha. Ilikuwa ni shule ya sekondari Winning Spirit. Pale shule hiyo ni iko chini ya aliyekuwa meya wa jiji la Arusha, Maximilian Irathi, ambao ndio alianzisha ile shule kama ya vipaji ya kukimbia. Kwa walianza kutafuta watoto au vijana ambao wana vipaji, na mimi nilibahatika kupata. Kwa kufika Arusha sasa ndio tukaanza kupata angalau viatu ambao vinaeleweka. Lakini kipindi kile unapata kiatu na kitumia mpaka mguu, yani kinasagika upande mmoja, kinakaa hivi, lakini tulikuwa tunaenda nao hivyo. Kuanza kujua viatu kabisa vizuri ilikuwa ni baada ya kufika Arusha. Ingawaje hata Singida tulikuwa na ndugu zetu hawa wakina Christopher Isegwe, wanatusaidia vitu vidogo. Lakini tulipofika hasa Arusha, Winning Spirit Secondary School, sasa ni high school, ndio tukaanza kukutana viatu. Ingawaje vilikuwa sio bora, unatafuta kile ambacho kimetumika ili mradi tu upate kifaa. Kwa ndio ilikuwa namna hiyo. Na huyo mwalimu ndiye aliyeibua kipaji chako rasmi ambaye tunamwona Simbu wa leo? Kwa kweli Mwalimu Jambao ndio chanzo. Mwalimu Jambao ndio chanzo cha kuibua kipaji. Sio mimi peke yangu, kuna mtu anaitwa Marco Josefu, kuna Jacqueline Sakilo, kuna mtu anaitwa Faraja. Yaani na kulikuwa na wasichana wengi sana ambao walitokea upande ule walikuwa wakimbia vizuri. Kwa Mwalimu Jambao alikuwa chanzo. Na tulivyokuja Arusha sasa ndio tukapokelewa na mtu anaitwa Anthony Mwingereza. Anthony Mwingereza nimemjua hata kabla mimi sijaandikishwa jeshini. Yeye alikuwa tayari ni askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania, ni mteule daraja la pili. Sasa tulipofika Arusha, kwanza yeye alikuwa anafanya operation. Akiwa Arusha pia alikuwa anakuja kwenye mashindano kuambia madogo ya Singida, yalikuwa Kondoa. Kwa alikuwa anatumwa sasa kuja kufanya recruit, kuangalia watoto wenye vipaji. Yes. Wale wafanya kazi. Kwa tulijuana kule. Kwa nilipokuja Arusha sasa nikawa mikononi mwake hata kabla sijaingia. Kwa sababu yule ni mtu ambaye hata kama na timu ya jeshi lakini bado anasaidia timu za kiraia. Mtu yote yule ambaye anaona bwana naomba msaidie kusimamia au kunipa ratiba, anajitolea kwa namna hiyo. Kwa baada pale sasa ndo tukaendelea naye. Baadaye tena nimemaliza shule. Mimi nilianzia kwanza kabla sijaingia JWTZ, unajua niliingia nikawa service man wa JKT. Kwa kweli ninashukuru pia taasisi ya JKT kwa sababu kupitia kwa saini afande Brigadier General Miala, Michael Siaona Miala. Kipindi kile alikuwa ni kamanda kikosi wa Oljoro pale. Yule ndo nadhani si kuna mazingira alituwekea sisi tukatamani kuwa mastaa kwa sababu alikuwa anatulea kistaa. Tukumbuka kama tunaenda kwa matukio fulani hata kama ya kijeshi, yeye anakodisha Costa. So tulikuwa na wachezaji kadhaa hiyo ambao walikuwa ni wa moto. Walikuwa Giniki anaitwa Giniki. Yes mkimbiaji. Magdalena Crispian Shauri, Faraja, watu wote maarufu au kwenye riadha kweli kweli. Kwa vile tulikuwa masifimani na masif skill. Sisi tunaenda na Costa kwenye matukio ya kijeshi. Kwa hiyo tutamanisha kuwa master. Kuishi hayo maisha. Maisha kwa kweli kwa JKT pia wana mchango na mimi kabisa kwenye riadha. Ukukote Simbu ulikopitia mara nyingi baadhi ya wazazi huwa hawapendi kuona watoto wao wakiwekeza sana kwenye michezo kuliko masomo. Kwa upande wako familia, wazazi walikupa support tangu huko utotoni? Kwa kweli mimi nawashukuru sana wazazi wangu. Ndio naomba Mungu, mmoja na kwamba baba yangu alishatangulia mbele ya haki, lakini mama yupo na nilikuwa naye jana wakati kwenye ile sherehe. Yes. Wao hawakunikatisha tamaa. Walikuwa na mazingira magumu kweli, lakini waliendelea kunitia moyo hivyo. Kwa sababu ukumbuke mimi nilikuwa nakaa Arusha baada ya kumaliza shule ya sekondari. Wakati mwingine hata likizo hurudi. Lakini nikirudi wao wanapambana nipata nauli ya kurudi tena mjini. Kwa hiyo wenyewe walikuwa nasubiria tu. Ikiwa nawaambia wananisikiliza kwamba basi endelea kukazana, siku moja utafikia ndoto zako. Kwa hiyo wana mchango mkubwa kweli wazazi wangu, nawashukuru sana. Ni miaka takriban 10 ambayo imepita, kwa maana tangu 2015 ukipambana kupata nafasi hii ambayo umeipata hii leo na taifa zima wote tunajivunia. Kabla ya hapo hii miaka
10 ambayo imepita. Tupe historia, umepitia wapi mpaka sasa tutakapokuja kufika. Nataka unipe historia hii miaka 10 ama 9 ulikuwa unafanya nini? Yes. Kabla hiyo miaka 10 ambayo nimepitia, ndio nimesema nilianza msingi pale kidogo kidogo, mwalimu Jambao akatulea pale. Baadaye nikapata hiyo nafasi ya kuja Arusha Winning Spirit Secondary School. Tukapokelewa tena pale. Nilipomaliza form 4 sikuweza kuendelea na advance. Nadhani nilimisi point moja. Kwa sikuwa na uwezo wa kujiendeleza na wazazi wangu hawakuwa na kujiendeleza. 2010 nikaamua sasa nianze mazoezi. Ingawaje nilikuwa bado junior, lakini nilikuwa na ndoto. Na kilichokuwa kinanipa zaidi, nilikuwa napata story kutoka kwa mtu anaitwa Fabian Joseph. Nadhani Fabian Joseph mwanariadha mkubwa sana ambaye kwa kweli ametuletea medali na kuiheshimisha nchi yetu. Alikuwa ananiambia, usifikiri sisi tulianza tu pap na kupanda juu. Tulianza kama wewe tu hivyo. Kwa yale maneno yake alikuwa ananitia moyo. Uweze mimi nadhani mita 400 ya uwanja, yani mzunguko mmoja. Nikiwa na majunior wenzangu, wakati tukikimbia lepu moja ile, wenzangu wakati mwingine wanaweza kawa wameshamaliza hiyo 400, mimi bado niko mita 100 nyuma. Uone walivyokuwa na uwezo. Lakini haikunikatisha tamaa ile, nilisema nitakazana tu. Kama watu wanasema walianzia chini wakafika juu, na mimi sitakata tamaa. Kwa baada ya pale sasa ndo hiyo 2010 nikaanza hivyo 2011 nikakumbuka nikashiriki mashindano ya taifa kwa mara ya kwanza na nikaweza kushinda medali ya dhahabu Benjamin hapo Mkapa. Yes. Na 5,000 na 10,000 ndo tukaendelea hivyo, yani wakati mwingine tunajiunga. Kwa hiyo 2016 17 pale tulikuwa chini ya JKT. Kaingia JKT. Sasa JKT wale recruit wakaanzisha ile timu yao wakaimarisha na sisi tukawemo. Hasa 2017 mwishoni pale ndio zikatokea nafasi za kujiunga na jeshi. Na jeshi walikuwa wanatafuta wachezaji wenye vipaji. Na sisi riadha tukajitokeza tukafanya trial, wakatuchagua kwamba bwana tunataka tukaingia. Wakasema mtaingia huku, mtafanya kozi, mkishamaliza tutarudisha kwenye kambi, muendelee na mazoezi kama kawaida na kuendelea kuwakilisha nchi. Kwa kweli mimi mwenyewe namshukuru sana hata kupitia kwa mkuu wa majeshi ambao sasa ni Afande General John Jacob Mkunda. Ameendelea kutupa nafasi ya kutosha. Unavyoona tunafanya maajabu kwenye dunia. Tunapata nafasi ya kutosha kwanza kwenye mazoezi tukiwa na makocha wetu, na wakati wa safari tunapata vibali kwa wakati sana. Hakuna kuzungusha. Kwa sababu wanajua kwamba mchezo huu unalitangaza taifa, unalitangaza jeshi. Kwa kweli mimi nawashukuru sana. Kuna utofauti gani kabla ya pale kujiunga na jeshi na mara baada ya kujiunga na jeshi? Utofauti mkubwa. Kwanza mimi ninachoshukuru jeshi, wanakufundisha uzalendo. Ukiwa kozi, uzalendo, kuipenda nchi yako, kujituma, uaminifu, bidii. Yaani vile vyote ambavyo vitakufanya uweze kufikia malengo unavipata. Sawa. Kwa na baada ya pale unajua ukiwa askari wa jeshi lazima automatic uwe na nidhamu tu. Unajua haitakuwa vema ukiwa askari alafu unakuwa kama kioo kwa jamii. Ufanye vitu vya ajabu. Sawa. Au ukubali kushindwa. Sababu wakati wote tunafundishwa kushinda, hatufundishwi kushindwa. Yeah. Kwa tunatia bidii ili kuionyesha jamii kwamba hata ukiwa askari jeshi unastahili kufanya vitu vikubwa kwa ajili ya taifa lako. Unatakiwa kulipambania taifa. Hakuna kukata tamaa. Yes, hakuna kukata tamaa. Kwa kweli ni tofauti kubwa sana. Kwa ukiwa huku, ukiwa jeshini, lazima automatic unajituma tu. Kwa sababu kuonekana mzembe, hakuna askari mzembe kiasi hicho. Yeah. Simbu, natamani miaka yote hii hakuna Mtanzania hata mmoja ambaye amefikia hii rekodi yako baada ya kuivunja hii rekodi, kwa maana ya kwamba unakuwa mtu wa kwanza kutoa ubingwa wa dunia. Pale unamaliza kwenye pitch. Tushirikishe. Ulijisikiaje? Kwa kweli nilijisikia fahari sana. Kwanza nilipomaliza. Naweza nikapa historia fupi sana. Mashindano haya mimi nilianza kushiriki 2015. Kwa mara ya kwanza kabisa Beijing. Nilipoona wenzangu wale wameshinda medali zile, jinsi walivyokuwa natritiwa, walivyoheshimika, ukasema haiwezekani. Kumbe inakuwa hivi. Aisee, hapana.
na mimi nitakazana siku moja itakuwa. Yeah. Ndio maana unaona baada ya 2015 nikapambana. 2017 nikapata nafasi ya 3 mashindano ya dunia kama yalifanyika London. Lakini kile bahati nzuri kweli nilikuwa serviceman. Ndio maana kuambia ukiingia kwenye hizi unaanza kutritiwa vizuri. Niliporudi tena wakanipokea vizuri JKT nikaendelea. Nikasema hapana, bado haitoshi. 2019 nilienda Doha. Kwa kweli Doha sikufanya vizuri. Qatar. Nikafeli, nikarudi. Nikasema nitakazana. Yaani mimi ninazungumzia hichi ninachozungumza ni kwa ajili ya mashindano haya ya dunia Ndio. Tukiacha na mashindano yangu binafsi ya mengine ya private. 19 nikafeli, nikarudi. 2021 sikuweza kwenda kwa sababu nilikuwa najiandaa mashindano ya Jumuiya ya Madola. Alienda Gabriel Oregon. 2023 nikajiandaa tena ilifanyika Budapest, Hungary. Nikaenda ndio nikawa mbaya zaidi. Ukashindwa kumaliza kabisa. Yani kwa natamani kujua hapo. Yani ile kwa 2023 si ndio? Ukafeli, ukashindwa kumaliza zile mbio. Fika kilomita 40. Simulia uwezi kusonga. Nilikuwa natamani nimalize hivyo lakini ikashindikana. Nikarudi lakini nikasema hapana, sitakata tamaa. Kweli nishindwe kupata medali nyingine ya dhahabu kweli ambayo naitamani siku zote. Nikarudi. Sasa mwaka huu kama nakumbuka mwezi wa 4 tulikuwa na mashindano ya Boston. Nilienda Boston, Uingereza, nikashika nafasi ya 2. Nikaona yani pale nilifeel kwamba niko strong, niko strong. Kwa mazoezi tuliyofanya yalikujenga kweli. Na hichi ni kwa sababu pia ya viongozi wangu ambao wanatoa msisitizo sana mara kwa mara. Mwambia kocha na pamoja na wasaidizi wake wote kwamba hakikisheni bwana watu wanafanya mazoezi, watu wanashiriki. Sasa baada ya Boston tukasema tujipange. Sasa tuna mashindano ya dunia, tujipange tuangalie itakuwaje. Tukakaa chini tena tukaanza ratiba. Kama unavyojua wakati mwingi mashindano hayo yanafanyika kipindi cha sama, kipindi cha joto. Tukaanza mazoezi ya wakati wa jua, wakati wa joto, wakati wa baridi, kwenye milima, kwenye miteremko. Tukasema ili tukikutana hali ya hewa yoyote ile muweze kukabiliana nayo. Yes, kabisa. Kondo hapo ilipofika tuliondoka tarehe 10 hapa tukafika 11 tukaangalia kweli hali ya hewa ilikuwa ya joto. Tukaendelea kunywa maji. Unajua ukinywa maji ya kutosha kwenye joto angalau utastahimili. Kwa hiyo tarehe 15 tukaanza mashindano. Na mimi kwenye mashindano ukiangalia tangu mwanzo mimi niko nyuma ya grupu. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilikuwa natunza energy, natunza nguvu. Nikasema nisitumie nguvu mapema. Baadaye marathon ni safari ndefu, utaishiwa labda itakuwa mbaya. Kwa mimi kufika kilomita 37 watu wengi sana walikuwa hoi na ile joto. Pale sasa ndo nikaona bingwa mtetezi Victor Kiblaka kutoka Kenya. Nilipoona anaanza kugeuka nyuma nikajua hapa imeisha. Shughuli imeisha. Imeisha. Kule mbele kweli tulipoongeza pesi, yani mwendo kasi akaachia. Kopa akaanza kukutika. Kilomita 41 mimi nilikaa mbele. Ningetaka kuotoroka. Wawili wakastahimili wale Mjerumani na Italia. Tupoingia uwanjani sasa Mjerumani akataka akatuwahi kweli kuingia uwanjani. Lakini mimi nilipofika uwanjani unajua nilianza kuangalia mazingira sehemu ya kumalizia ni wapi. Lakini nikakumbuka jana yake wanawake walikimbia. Ilikuwa ni mita 400 yani lap moja. Nikasema ngoja nisubiri ibaki kidogo. Nikaona kibao cha mita 200. Nikasema ngoja ibaki mita 100. Nilipokuja 100 ilivyonyoka hivi nikaona sehemu ya kumalizia. Ile kule. Sasa na huyu jamaa wangu Mjerumani mwingine huyu ambaye uko naye sasa. Na yeye ameona kwa kila mtu anakimbilia kwenye kamba. Nikajaribu kuchanganya miguu. Sema hapa inabidi nitumie energy yangu yote, juhudi zangu zote. Yani ukaliwaza taifa lako. Nilisema hapa kwanza sikati tamaa. Alafu unajua kwa kimbia sema hapa kwanza Watanzania watakuwa wanaangalia hivi. Yes. Sawa. Ikakutia moyo. Ngoja nikazane. Nikakazana nikaona jamaa kageuka. Nikasema hamna. Paka mwisho wa mbio nijue kitakachotokea nini. Kwa kweli kwa bahati nzuri nikamuwahi pale. Na yeye alitaka mbinu moja ya kujirusha ili atangulie. Lakini akutasha pita na nimsha maliza nikaendelea. Kwa kweli sikuwa na uhakika sana. Ingoja nilikuwa natumaini kwamba hapa ndipo nimemwahi. Ila kuna mahali nikasimama nikaangalia hiyo nikaanza kureview ile video mchongeo. Nikafuata tumaini. Tunasema kama kwenye mpira tunasema kurudi kwenye VAR Yes. Sasa muda mfupi nikaletewa hii medali ya dhahabu. Nikasema yes hapa ndo mimi. Kwa kweli nilipiga kelele sana.
Na kwa wale wenyewe Simbu ambao walikuwa ndo majaji wenu, walikwenda kwenye video mjongeo kama wewe unavyosema, kwa sababu walikuwa unakimbia, kwa wale walipata jibu papo kwa hapo au na wao walikwenda kufanya kama wewe? Kwa mjibu, ukimwangalia mtangazaji alikuwa anasema inahitajika photograph. Okay. Kunani? Na yeye alizidiwa. Alizidiwa hivyo. Lakini unajua uzuri unavyokimbia, ukiangalia kwenye viatu vyetu kuna vitu tumeviweka hii tunaita chip. Zile zina detect na mashine zile ambazo zimewekwa za kufinishing. Okay. Yes. Ili kuwasaidia kama alarm fulani. Kwa kwanza tu tayari nimeshasoma kwamba fulani ndo. Tunasema kama saa ya mwamuzi wa mpira uwanjani, si ndio? Kwa ya kwanza. Kwa hiyo pale hakuna ujanja. Hakuna ujanja. Moja tuko na nchi kama Ethiopia, Marekani, Kenya, kidogo na Uganda. Wamekuwa na hii tabia Simbu. Wakiwa wanakimbia, kuna ule utamaduni kwamba wanakimbia watu wanafanya ile kama zigizaga wanakubugzi, wanakuwa kama wana plani kwamba wana mtu wao wanajua huyu wanataka ashinde. Sasa wanacheza ile rafrafu ili wakimgusa tu wampoteze malengo ili mwenzao waweze kushinda. Kwako wewe hiki kitu nilifanikiwa kuangalia mbio. Sijui kama nilikuwa nakiona hivyo kama mara 3 hivi. Tuweke kwako. Ukuzipata kweli hizo? Kwako wewe labda mimi naweza nikaona ilikuwa hivyo, lakini kwako ikawa sio. Na Tanzania ukumbuka ulikuwa wewe peke yako. Kuna mahali niliangalia kwa Victor alikuwa anafanya hivyo. Ndio bingwa mtetezi wa mashindano ya dunia aliyofanyika. Alikuwa bingwa mtetezi, maana ndio mshindi wa Budapest. Unajua kwa nini afanyike hivyo? Wakati mwingine unaweza kuwa mko kwenye grupu. Mtu aliyeko mbele anaongoza hiyo mbio. Akiona nyinyi mnakaa nyuma yake muda mrefu na mngangania, akiongeza pesi, akiongeza mwendo mnaongeza nyinyi, ili awaharibu au waacha, ndio anatumia hizo zigzag. Okay. Zigzag. Alafu ile unajua kwenye mtu anakiwa anashindana, zigzag zile zinaweza kukasirisha wengine wakataka kuanzisha ushindani. Kwa namna hiyo ni mtu ambaye hataki mfuate kwa maana hiyo. Au inaweza katumika nguvu hiyo kuwachosha nyinyi ambao mnamfuata. Kwa sababu ghafla mtu ameshaenda hiyo, mnaenda kule, ghafla amerudi hivi. Kwa hiyo ni namna pia ya kuwachosha. Ni mbinu za kiukimbiaji. Lakini unapokutana, mimi kwa sababu kidogo ni mzoefu wa mashindano haya, mimi kutana hali kama hiyo, ndio kwanza nakuwa mtulivu, natuliza akili. Na inawezekana wakati mwingine nisifuate hizo zigzag. Kwa sababu barabara imefungwa kila mahali kubwa. Kwa hiyo naweza nikanyosha zangu na njia yangu hiyo. Kuepushana nao. Kuepushana hizo. Kwa sababu hiyo kwanza inakuchosha. Unapoteza muda na energy kufanya zigzag. Kwa kubwa tu unanyosha elea. Wewe mwenyewe atakuja kutulia tu baadaye. Au watu wengine huwa wanapaniki, wanaanza sasa ushindani. Sasa ukianza kupaniki ndio unapoteza. Unapoteza. Simbu, kuna kama hii hapa ambayo ulikuwa tunaonyesha, ulikuwa na bishana hapa na Pasco Kabombe, tulikuwa tunawekana sawa, lakini nikasema hili swali Simbu atakwenda kutupa jibu sahihi kwa sababu yeye ndo mkimbiaji na kama ambavyo umekiri ni kwa maarufu. Unaona hii picha jinsi ilivyo? Ndio. Wanasema ukiwa unakimbia, ndio, aliye mbele yako kama ile pale kwenye finishing kama mfano hai ndio kama huko. Bahati mbaya sasa tuna ile haki ya kuonyesha hizo video, lakini walau itazungumza. Kuna ile video Baikonguli maarufu tunamuita kama mtu wa mwezini, angetuwekea. Kuna ile ambayo kuna picha inaonyesha kwamba mwenzako wewe anakuja bado mko wote mnaonyesha, anageuka nyuma kuangalia. Ubishani wangu na Kabombe ulikuwa hivi, anasema hapo ndo wewe ulipopata pointi zako 3 kwamba ukiwa unakimbia umesha picha kama hizo hapo. Alikuwa ana hair, mbona hii picha anageuka kuangalia kwamba akikuangalia nyuma anapoteza energy. Ule muda ambao anageuka inakuwa ni kama kama yeye angeendelea kuangalia mbele pengine angeshinda, lakini kukuangalia ni kwamba anapunguza kitu fulani, na wewe ukimwangalia kwamba anageuka inakuongezea nguvu fulani. Tupe hiyo picha. Ni sahihi kabisa. Unajua ukiwa unakimbia unaona na hapo unaiona hiyo? Yes, alichofanya kwanza hapo ile kugeuka. Na hapo unaposema kwenye ule ujanja ulikuwa unasema aliamua kujitupa. Lakini ukiangalia mimi kwangu hii Simbu hata sihitaji picha mjongeo, tunaisema VAR. Inaonyesha kabisa kwamba tayari umeshachomoza mazima na yeye unamwona kwamba bado yuko nyuma. Kuna hatari sana unaanza kugeuka na wakati finishing iko karibu. Kwa mfano alivyofanya huyo jamaa. Sasa niangalia hata mwenyewe baadaye nikaja kuangalia ile video mjongeo, aligeuka kama mara mbili. Ile kama focus. Anapoteza nguvu pia. Kwa sababu unaacha concentrate na finishing, wewe unageuka nyuma hivi. Kwa hiyo una maana hata mwendo unapungua. Kwa sababu
unageuka nyuma, kuna mama wameshaacha kwenda mbele, wewe unapunguza mwendo pale. Kwa hiyo pia hiyo ilileta shida kwake. Nadhani alikuwa anataka kuangalia niko umbali kiasi gani, sawa, lakini yeye angekazana tu na kwenda mbele, huenda labda angeniwahi kwenye finish. Hivi baada ya kumaliza jirani zako, maana watu na bato sasa hivi na Kenya, ilikuwaje? Nataka nipate hiyo scenario. Nyewe wa Kenya tumewabiti, mmezoea. Baada ya kumaliza kwa kweli, mimi nilifurahi. Swahili na viongozi wangu ambao tulikuwa tumeambatana nao walifurahi sana. Na yule jamaa kweli alishika kichwa hivi. Mkenya wao. Ule Mjerumani. Ndio. Kwa sababu kwenda uwanjani wa Kenya hatukwenda nao. Wao walizidiwa mapema kabla ya kufika kwenye sehemu ya kumalizia ya finishing. Safari hii waliyatimba kwa sababu unajua joto, hali ya joto usipojipanga vizuri itakuletea shida. Ni pamoja kwamba nasema historia ya Kenya walio wengi kwenye joto inakuwa inawashinda. Inakuwa inawashinda. Kwa hiyo wewe ndio maana ulisoma alama za nyakati mapema. Nikafanyia mazoezi kulingana na hali halisi ya kule. Kwa baadaye tulikutana nao, lakini kwenye sehemu ya kula tunajua kubadilisha mawazo, pongezi na baada ya baada ya nataka kusikia hapo wake walisemaje. Kwa sababu unajua kwenye sisi kama wachezaji pamoja na makocha na nini, kupongezana ipo kama kawaida. Fair play. Na upendo kimchezo upo. Walitupongeza, lakini hasa ujumbe waliotuma wakasema heri medali ya dhahabu imebaki Afrika. Heri medali ya dhahabu imebaki kwa majirani zetu Afrika Mashariki. Afrika Mashariki na Kati. Kwa sababu wanasema kama medali ingeenda Ulaya, yani watu wa Ulaya, bara la Ulaya wangetucheka sana. Wangeendelea kutucheka. Kwa sababu tumekuwa maarufu wa mbio ndefu, lakini leo hii tumenyang'anywa medali ya dhahabu. Kwa hiyo walifurahia, baadaye kubidi tu wakubali. Ukiingia Simbu kwenye mitandao, mimi nawajua ndugu zetu wa Kenya, utasikia Simbu ni wa kwetu Kenya. Hata hizo nilipata hizo clip, nadhani kuna Sulimona hata Samata walisema ni wa kwao. Mlima Kilimanjaro walisema ni wa kwao. Umezipata? Wanasema Simbu ni wa Kenya. Nilipata hiyo clip ambao walikuwa wanazungumzia hicho. Hao ndio wa Kenya. Ndio hivyo, lakini unajua kila mtu anataka kitu kizuri. Rafiki zetu kwa sasa hivi tumekuwa na bato moja nzuri sana kati yetu na wa Kenya ya kimchezo. Unajua zamani ilikuwa ni Kenya na Uganda kwenye michezo. Lakini sasa hivi nafikiri unajua ukiwa unaijua lugha, tutaniana sasa vizuri. Wanazungumza lugha na sisi tunazungumza lugha moja kwa maana ya Kiswahili. Simbu, kwa kumalizia, ni historia gani kwenye maisha yako? Nataka matukio mawili yenye najua hii jibu kama lipo, lakini nahitaji historia ya vitu viwili katika historia ya mbio zako zote. Tena kwenye kipindi cha miaka 10, kitu ambacho utakuja kukisahau kwa ubaya, kwa maana ya kwamba ilikuwa ni changamoto. Kwenye mashindano, sio kwenye mashindano. Katika historia yako ya riadha. Kwanza hata ile kushindwa Budapest, ile niuma sana, kwa sababu mara nyingi mimi sio mtu wa kuruka mbio wa kushindwa lakini siku ile ilishindikana. Sasa nilijisikia uzito sana. Iliniuma sana, ndio maana hata mwaka huu imenifanya nijipange vilivyo sawa sawa. Kwa hiyo ilikuwa ilinitachi sana. Lakini ya furaha ndio hii kwa kweli, na pia mimi ninatumia nafasi kwanza kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Kumbuka mwezi wa 4 nilipokimbia Boston, aliposti akanipongeza na akaniambia nitie bidii. Lakini juzi tena nilipomaliza nikaona posti yake tena, ilinifariji sana kwamba Mheshimiwa Rais anatambua hizi juhudi ambazo nazifanya kupitia mchezo huu. Na kuposti tu. Akaja na chochote kitu, naona amekutunuku nyumba. Hongera sana Simbu. Namshukuru sana. Bado baraza la michezo EMT naona umetoa mpunga milioni 20, si haba. Na cheo huku kimeongezeka, staff sergeant, automatically moja kwa moja kidogo umate mashallah. Kwa viongozi wetu hawa ambapo wanatoa motisha namna hii, zinasaidia pia kuwasukuma wengine ambao wako nyuma, ambao wana ndoto za kufikia malengo yao, watatia bidii zaidi. Unajua ukifanya kitu alafu ikawa kimya tu, hakuna kitu chochote ambacho kinaongelewa au motisha yoyote, yani tarudisha nyuma morali. Lakini ukiangalia hata kwenye mpira wa miguu pia ameendelea
kutoa motisha. Kwa hiyo hii pia ninafikiri kwamba itaifanya hata michezo mingine sasa iinuke na kuweza kufanya mambo makubwa kimataifa. Una wanariadha wengi hapa, ndivyo tunavyomalizia hivyo. Nini neno lako? Lakini natamani kujua Simbu, medali hii ni kila baada ya miaka miwili. Yes. Ni vipi unakwenda kujiandaa 2027 si mbali kuweza kuitetea hiyo medali? Kuipata unasema ni rahisi, kuitetea kwa kweli itetea ni ndio, lakini nina imani kwamba kwa sababu tumefanya vizuri mwaka huu, makocha wana kazi kubwa ya kukaa chini. Hakika. Kwa sababu kuitetea nafasi hii inakuwa ngumu wakati mwingine. Ndio maana hata nakwambia yule mbingwa mtetezi wa 2023 mwaka huu hajawahi kuingia, hata top 3 hajaweza kuingia, ambayo sasa anayekuja kuchukua wewe hata mbio kumaliza. Yes, ndio hiyo mbio kuna somo kubwa. Kwa hiyo naamini tutakaa chini na kocha wetu Anthony Mwingereza pamoja na wasaidizi wake wote. Naam. Pamoja na viongozi wetu wengine wa shirikisho pamoja na baraza la michezo, kwa sababu wao ndio wana dhamini ya kila kitu. Yes. Kwa hiyo tukae chini tujipange kwa ajili ya mwaka 2027 ili tuhakikishe tuipate tena medali ya dhahabu. Na mimi nitajitahidi kujituma kwa hali na juhudi zangu zote ili niweze kutetea nafasi hii. Na kwa wale wachezaji ambao ninawatia moyo kwamba tusikate tamaa kwanza kwenye maisha. Hata maisha ya kawaida kuna kukata tamaa, mpaka tuhakikishe kwamba unafikia lengo. Kwa wachezaji wa riadha wa Tanzania, kwanza ninawapongeza na ninawashukuru sana kwa kampani yao, kwa sababu sisi huwezi kufanya mazoezi ukiwa mwenyewe, unakuwa na kampani. Kwa timu yetu ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania wamejipa kampani kubwa sana, na kuna timu ya polisi pale Arusha, timu zingine za kiraia tunashirikiana nao kwenye mazoezi. Kwa hiyo ninawashukuru sana na ninawapongeza. Kwa hiyo tuendelee kujituma, tuendelee kuwa na nidhamu, tuendelee kuwa na juhudi, tuendelee kuwa waaminifu. Nadhani tutafikia malengo kwa namna hiyo. Simbu, mimi nikushukuru sana na hongera sana kwa mara nyingine tena. Basi historia kuwa naye kama ambavyo umeona ni jemedali wetu Alphonce Simbu, ambaye kwa kweli amekwenda kufanya makubwa sana. Amekuja na medali ya dunia na haijawahi kutokea hapa nchini Tanzania. Simbu, watu wasije wakasema mbona tatu ioni. Hebu onyesha mzigo huo jamani. Hiyo ndio medali yetu ambayo amekwenda kuitoa kule Tokyo na kuweza kuja nayo, na uona mzigo mashallah unaendelea kung'aa. Na sisi tunasema alhamdulillah, hivyo kama ulivyoishikilia. Basi 2027 mimi shawa nitakuwa ripota wakati tunakwenda kushiriki mashindano. Safari tunaenda wote. Na limeisha hilo madam, ninajua Filipo ana iana ili na nimeliombea mapema. Nguli hawezi kwenda. Passport yana. Kwa hiyo mimi na wewe tutakwenda wote na tutarudi nayo. Tutatamba nayo. Tafurahi kuwa pamoja. Shukrani sana. Naam, exclusive kama hizi unazipata ndani ya Viwanjani na Beautiful Kanyigo Rosemary Teams Okarugira, na hivyo ndivyo ninapoendelea kuaga. Endelea kusalia hapo hapo kwa sababu Viwanjani ndio kwanza imebamba.